وأسبل علينا وعلى رئيسنا يا حليم يا ستار كنف ستر الحجاب سيادة النجاة واعتصم بحبل الله. يا نافع يا شافع يا مشفع يا موفع الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك لا إله إلا أنت. Ndugu zangu, msemaji wa BAKWATA katuambia hapa, imefika wakati hata ibada hazikufanyika. Maana huku kwetu tunasema jamani, bila amani hakuna kitakachofanyika. Ipo haja ya kila mmoja wetu, na mimi hili napenda nilirejee kulisema mara kwa mara. Yapo makundi matatu katika jamii, tuwe makini sana na kauli zetu. Kwanza, wanasiasa. Mara nyingi vurugu zinatokea kwa kauli za wanasiasa. Wanasiasa, tukuombeni sisi tuwe mfano katika jamii wa kuhubiri amani. Lakini kuna kundi la viongozi wa dini zote, kwa sababu kauli zao zinasikilizwa na wafuasi wao mno. Analolisema kiongozi wa dini linaenda kufanywa. Kwa hivyo niwaombe viongozi wa dini, tena dini zote, tuwe makini mno na kauli zinazotoka katika midomo yetu. Na kundi la tatu ni wanahabari. Leo mwanahabari akiandika jambo, kuna watu wanalibeba kama lilivyo, na siku hizi tunaendeshwa na mitandao ya kijamii. Ndani ya mitandao watu wanaandika vitu ambavyo ukisoma unashtuka kwamba huyu anayeandika haya hajui athari ya maneno haya anayoandika. Ndugu zangu, tunaendelea kusema kwamba jambo la kwanza katika nchi yoyote ni amani, mengine yote yanafuata baada ya amani. Tuomba ndugu zetu wa Zanzibar tuendelee kuidumisha amani hii ambayo tunayo. Hakika ni jambo kubwa sana la kushukuru Mwenyezi Mungu, kwani mfano mzuri kwetu sisi kule Tanzania Bara, baada ya kumaliza uchaguzi hapakuwa na utulivu kama tunao hapa. Mfano mzuri, Ijumaa ya tarehe 31 mwezi wa 10 sisi tuswali swala ya Ijumaa sehemu hii katika bara, na nilikuwa nimeelekeza Mheshimiwa Mufti na Sheikh wa Tanzania kwamba walio wengi waswali nyumbani na waswali Mungu kutokana na dharura ya kutokuwepo na amani.